Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapendwa watazamaji, nimekuja hapa kuwaleteni habari moja nzuri sana, na huu ni ukombozi inshallah taala kwa wanaume wote duniani na ulimwenguni mzima au ulimwengu mzima. Hapa mbele yangu nina chupa tatu. Hizi chupa hazina majina. Hizi chupa hazina majina, na lengo la kutokuweka majina maana yake kwamba sitaki hiki ninachokifanya kiingiliwe na watu kwa kukitangazia majina ambayo vitatengenezwa vitu ambavyo viwezi kuwafaa wanadamu. Kwa hivyo nimeamua nisiweke majina kwa sababu nina jambo kubwa sana ambalo nataka nilifanye. Nafikiri unazoona chupa hizi na hii chupa hii. Unaweza ukapokea, lakini ibaki katika fikra yako kwamba chupa hizi sijaweka majina na hiki ninachokitangaza sijakiwekea majina, ili ibakie mali yangu, na yoyote yule ambaye anahitaji kuweza kupata msaada wa hiki ambacho nataka kuzungumza hivi sasa, basi aweze kupata kupitia kwangu moja kwa moja. Ndugu zangu, moja katika maradhi ambayo yenye kusumbua sana watu hivi sasa ni maradhi ya nguvu za kiume. Na haya maradhi yametapakaa katika sehemu mbalimbali. Yamekuwa hivi sasa hayana umri wala hayana kuangalia kwamba mtu huyu yupo katika hali gani. Lakini pia moja katika sababu kubwa ya maradhi haya pia kutangana kutokana na ugonjwa wa kisukari ambao unasumbua watu wengi sana, na wengine pia wana sababu mbalimbali katika maradhi hayo. Sitaki kuingia sana kwenye hizo sababu, lakini nataka ni waeleze kwamba dawa hiyo ambayo inaweza ikatibu matatizo hayo mujarabu kabisa na ipo, na nataka nielezee kiufupi ili watu wapate kuelewa, ili wajue kwamba wanaweza wakaipata vipi, lakini pia dawa hiyo ina umuhimu kiasi gani. Kwa wale ambao hii dawa imetengenezwa kiasi ambacho ni kwa grade ya hali ya juu sana. Kwa maana kwamba mtu kwa mfano kama ana hali ya kisukari, basi dawa itamsaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nimeitengeneza katika hali ya mtu ambaye ni dhaifu, amekuwa ni dhaifu kutokana na maradhi hayo, lakini pia hata yule ambaye ni wa kawaida lakini ana matatizo hayo, basi itaweza kumsaidia kwa kiwango kikubwa. Mfano kuna mashindano ya kukimbia kilomita 60, basi mimi nimetengeneza uwezekano wa mtu kukimbia kilomita 80 au 100, kwa maana kwamba nilichokitengeneza ni cha hali ya juu sana, cha kumsaidia mwenye sukari na asiyokuwa mwenye matatizo ya sukari. Kwa hiyo dawa ni ukombozi sana kwa watu mbalimbali ambao watakuwa wanasumbuliwa na maradhi hayo ya nguvu za kiume kwa sababu za aina mbalimbali. Sasa kitu cha kwanza, kama una matatizo ya nguvu za kiume na ikawa matatizo ni kutokana na mishipa imesinyaa na huwezi kusimamisha inavyotakiwa, basi kuna dawa hapa ambayo nataka nikueleze kwamba hii itakuwa ni ukombozi wako biidhnillahi. Hii dawa ni ya kuimarisha mishipa ambayo au misuli ambayo imesinyaa katika uume. Kuna watu wamefanya masturbation muda mrefu, lakini kuna watu wengine tu kutokana na hali yao ya maradhi au jambo lingine mishipa imesinyaa. Dawa hii utaitumia kwa sababu unapotaka kupata dawa za nguvu za kiume, kupata nguvu za kiume, huwezi ukakimbilia kutumia hizi dawa za hapa pembeni ambazo nitazieleza wakati una matatizo hayo. Kwa hiyo lazima uanze na hii, uweke mazingira yaliyokuwa mazuri, na nyingine nazo zichukue ili ziweze kusaidia katika safari yako. Kwa hiyo hii itakusaidia sana. Ina kazi tatu. Kwanza ni kunyosha mishipa, lakini pia ina mtindo pia wa kuirefusha na kuifanya ikawa nene dhakari yako kwa kiwango ambacho wewe unachohitaji. Lakini kama imesinyaa, basi hii itaweza kurudisha katika hali yake ya kawaida. Lakini pia hii dawa ambayo nimeiweka hapa, hii ni dawa ya kutibu sukari. Inatibu sukari kwa maana kwamba ina kazi mbili. Kwanza itasababisha kuweza kufanya kazi insulin kuweza kufanya kazi inavyotakiwa. La kwanza, lakini la pili inaondosha sukari katika damu. Kwa sababu kama utakuwa na matatizo hayo alafu una matatizo ya nguvu za kiume, huwezi kutumia hii dawa hii ambayo naieleza hapa bila
kutumia hii. Kwanza shusha sukari yako kwa dawa hii, shusha sukari yako kwa dawa hii, kisha unaweza kutumia dawa hii kwa ajili ya nguvu za kiume. Kwa hiyo hapa kuna dawa tatu, hii ya kuimarisha mishipa iliyosinyaa na kunenepesha dhakari yako na kuifanya iwe na nguvu zaidi. Lakini pia kuna hizi mbili, moja ya kuondosha sukari kwa yule ambaye anatumia dawa za nguvu za kiume lakini kwanza na sukari, aanze na hii alafu kisha anaweza katumia dawa hii insha Allahu taala. Sasa hizi dawa zinafanya kazi kubwa sana. Kwa mfano hii ambayo tunaizungumza hapa ya nguvu za kiume ni dawa ambayo kwanza inaimarisha uwezo wa kurudia tendo la ndoa, uwezo wa kutomaliza tendo la ndoa kwa haraka, lakini pia inasaidia katika upande wa kuongeza manii au shahawa au mbegu za kiume, kuimarisha zile mbegu za kiume ziwe na uwezo wa kutungisha mimba, lakini pia zitoke katika kiwango kinachohitajika. Kwa hiyo hii dawa inafanya kazi hizo na mwisho inaleta nguvu za kiume. Kwa ina vitu ndani ambavyo vinafanya kazi hizo kwa wakati mmoja inshallah taala. Lakini hii kama nilivyozungumza ni mkombozi katika upande wa watu wenye sukari. Wataanza na hii inshallah taala na kisha watachukua zote mbili, hii pamoja na hii ya kuondoa sukari mwilini na kuiweka katika hali iliyokuwa sawa na kufanya kongosho ifanye kazi kama inavyotakiwa, na hii hapa ya kuongeza na kuimarisha dawa ni maalumu kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume inshallah taala. Na hii nyingine ambayo tumezungumza kuimarisha misuli na mishipa. Kwa hivyo hizi ni dawa mujarab sana, sijaandika majina. Hii ni mali yangu, utaitafuta kwangu moja kwa moja kokote kule ulipo inshallah taala. Unaweza kutumiwa ndani na nje ya nchi. Namba zangu za simu ziko hapo, lakini kwa kuwatajia tu kwa faida ni 0658317974 au 0688358173. Kwa hiyo hizo namba mbili za WhatsApp, na unaweza kunipigia kawaida. Ya kwanza ni 0688358173 na ya pili ni 0658317974. Naitwa Maalim Darweshi au Sheikh Zuberi. Naomba tuendelee kuwasiliana inshallah taala. Hii ni ukombozi, habari nzuri sana kwa wanaume kote. Na hii clip naomba kila mmoja hapo katika alama plus aweze kusubscribe hii channel yangu na aweze kulike na kucomment, ili kila video ninayotoa katika masala ya dua na masala ya dawa aweze kuzipata kwa urahisi zaidi. Kwa haya machache niwatakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.